Chama changu pendwa Tanganyika Law Society kuweza kuandaa hadhira hii. Usione uchache huu, lakini nadhani ni uwakilishi wa wengi ambao kwa namna moja au nyingine wamekosa nafasi hii. Profesa, nikupongeze, miaka 50 ya kufundisha, 80 ya kuzaliwa, si jambo dogo, si kweli wenzangu? Na uvumilivu nadhani ndio ilikuwa silaha yako kubwa, kwa sababu kufundisha ni kazi. Tuko wanafunzi wa aina tofauti, mazingira nadhani yalikuwa magumu, lakini bado uling'ang'ania katika nafasi hiyo. Mimi kuna jambo linanitatiza Profesa. Sijui mtizamo wako ni vipi na ningependa kujua, ili nikiondoka hapa basi na mimi nipate amani. Ni hili wimbi la wahadhiri wengi kwenda kwenye siasa, lakini pia kukubali teuzi. Sijui wewe mwenzangu unalionaje? Wahadhiri wengi kwenda kwenye siasa na wengine kukubali teuzi, unalionaje? Hakuna mzee jenerali hapa, kuna vijana makomrade wa Isa, na kushukuru sana Isa kwa maneno uliyozungumza, na mimi nataka nitoe ushuhuda kwamba huyu bwana aliwahi kuwa mwalimu wangu. Kwa hiyo makosa yote mnayoyaona na yafanya yametokana na huyu bwana. Nani alimkuta Isa Shivji akiwa ni TA katika nyie mliokaa hapa? Hakuna mtu, basi nyie wadogo sana. Lakini nilimwahi akiwa TA. Na akanifundisha kuchukia sheria, kwa kuniambia kwamba kimsingi sheria ni utaratibu uliowekwa vizuri sana ili kuwagandamiza na kuwanyonya na kuwaonea watu maskini kwa niaba ya matajiri wa dunia nzima. Sasa sikujua kama alikuwa anasema hivyo ili tuache kusoma sheria. Na mimi nilipotoka Faculty of Law nikaachana na sheria moja kwa moja. Lakini baada ya kupata cheti, maana hili ni hirizi, unapata cheti kizuri tu, halafu unakwenda kufanya mambo mengine. Lakini kweli mengi aliyosema leo ni kweli sana. Mwanafunzi wa sheria unatakiwa usome sheria sawa, lakini usome vitu vingi sana. Na katika hivyo vitu vingi sana ambavyo ni ziada juu ya sheria, mimi nilifanya kazi hiyo ya kusoma vitu vingi zaidi kuliko sheria. Na kama ilivyosemwa hapa na wengine waliozungumza kabla yangu, tulikwenda kwenye madarasa ya Jumapili, na baadhi yetu tulikuwa tunaita Sunday school. Watu wanakwenda kanisani, sisi tunakwenda Sunday school, katika darasa ambamo unajiuliza maswali mengi, na mengine umefundishwa katika sheria labda wiki nzima, lakini sasa unasaili yale uliyofundishwa katika sheria kwa kuangalia mitazamo ambayo unaipata katika vitu ambavyo umesoma. Tumesoma vitu vingi sana ukiwa mpaka Thedia, na kutoka baada ya kutoka chuoni kuendelea kusoma, na kuwa na kitabu kila wakati, ambayo ndio kitu kimoja ambacho kinafanya vyuo vyetu vinakosa sifa ya vyuo, kwamba hakuna kwa kuangalia tu. Hata ukikaa campus ukakaa siku nzima tangu asubuhi mpaka jioni,
unaweza ukamwona labda mhadhiri mmoja miongoni mwa 100 ana kitabu ambacho hakihusiani na somo analosoma pale chuoni. Sasa haiwezi kuwa ni chuo kikuu cha namna hiyo kikazalisha vijana wenye bongo zinazouliza maswali, zinazo fanya self reflection, zinazozalisha mawazo ya kuendeleza jamii. Jambo moja ambalo Profesa Issa alitufundisha ni juu ya nature ya capitalist productive systems na zinazofanya kazi. Na kuna wakati alikuwa akitufundisha insurance, sheria ya insurance, na kutuonyesha jinsi ambavyo insurance companies zitachukua kila njia inayowezekana kuhakikisha kwamba hawahusiki na tatizo lako, ingawaje umelipa. Lakini unapokuja kudai haki ya kupata bima, watakuonyesha mahala ambapo wewe umekosea na hulipwi. Na kwa muda mrefu sana nikawa naishi bila insurance, mpaka juzi nilivyoanza kuona kwamba nimeanza kufika umri ambao unaweza kuwa na matatizo, ndio nikaanza kuwa na insurance. Kwa hiyo Issa, nakushukuru sana kwa kunifanya nisiwe na insurance kwa miaka yote hii, ingawaje sasa nimepata ufahamu kwamba lazima niwe na insurance. Lakini kuna mambo ambayo ningependa nikuulize. Wewe kunifundisha criminal law. Criminal law nilifundishwa na Robert Seidman. Lakini niambie, sheria inayohusu armed robbery ambayo ni katika Penal Code haiwezi ikatafsiriwa kwa kusema hivi. Kwa mfano, kama vijana wa Tanzania wanaandamana, wanasema kwamba kuna ubadhirifu mkubwa sana, ndani ya ubadhirifu huo ni vile vile wizi wa mali za umma, uporaji wa hazina ya taifa na uporaji wa rasilimali za nchi yetu, na tunataka hawa watu waondoke madarakani kwa sababu wanaibia nchi yetu, wanabadhiri mali za umma. Halafu wewe ukiwa mtawala ukapeleka polisi kuwapiga virungu au hata risasi, hii haiqualify kuwa robbery with violence? Swali moja nakuuliza. Sasa usije ukaniambia kwamba in a court of public opinion itakuwa ni robbery with violence, lakini katika mahakama ya kawaida haitakuwa robbery with violence. Morally, hiyo sio robbery with violence. Pili, kama wewe ni hakimu au ni jaji au hata jaji mkuu, kwanza kuna swali hapa. Kwa nini huyu mtu anaitwa jaji mkuu tunamwita hivyo Kiswahili, lakini Kiingereza ni Chief Justice? Jaji mkuu tunajua ni jaji kuliko wote wengine, ni mkuu wa nyonga wanavyoitwa Kiswahili, lakini Chief Justice ni mkuu wa haki. Je, kuna sababu ambayo inafanya kwamba huyu mtu anaitwa jina moja Kiswahili lakini jina jingine kabisa Kiingereza? Na la mwisho, bwana mmoja au mama mmoja au dada mmoja miaka 10 iliyopita
amepigwa risasi mchana kweupe, watu wangeweza kuona na wengine waliona, na tangu wakati ule mpaka leo muongo mzima imeshindikana kupata nani aliyempiga risasi, ingawaje ilifanyika, shughuli hii ilifanyika mchana kabisa kweupe. Halafu miaka 8 baada ya tukio hilo akakamatwa huyo alipigwa risasi, sio waliompiga risasi, huyo alipigwa risasi, akapelekwa gerezani, akafungwa pamoja na wahukumiwa waliohukumiwa kunyongwa, na akapewa kila aina ya matatizo unayoweza kupata ukiwa gerezani, ambayo inamnyima haki hata ya kusikilizwa. Je, kama wewe ni hakimu mwenye busara, utashindwa kuona kwamba hao wanaomfanyia hayo mambo leo labda ni wale waliompiga risasi miaka 9 iliyopita, ambao tumeshindwa kuwapata, na kwamba sasa upate mwanga, tunakwenda kwenye mwangaza tena wa kuona kwamba labda hawa Samahani kidogo President, tusitishe utaratibu huu maana maswali yamekuwa mengi afu mazito. Na tunatambua vile muda unakimbia. Kwa tutakaporudi round nyingine tutaanza na wewe. Lakini tumpe nafasi ya jibu haya maswali, alafu tutarudisha tena mbele hapa mazungumzo yetu, kwa sababu tulitaka tuhakikishe tunakava miongo 8 ambayo profesa ameishi. Tulishia tambaza, kwa hiyo tunajua kwamba tuna miongo mingine ya kuijadili. Kwa hiyo karibu profesa, kwanza ujibie, alafu tutaendelea na maswali. Sawa kabisa. Nianze na mheshimiwa jaji hapa. Kuhusu mtazamo wangu kwa wale ambao wanakimbilia siasa, sio wanaenda siasa, niseme hivyo, ishwa na madaraka. Maswali ya jenerali, sijui niseme. Kwanza sikubali hizi lawama. Yale yote niliyokufundisha na wewe umetajia. Nafikiri ni muhimu kuelewa na hata mpaka leo nitakwambia kwamba mfumo wa sheria tulionao ambao unasema kwamba inatenda haki, sawa, ni muhimu kuelewa kwamba, unajua, one of the biggest inventions ya bourgeoisie ni law. A fantastic invention. Kwa sababu sheria inakufanya ufikiri kwamba kuna haki, sio? Ina legitimize utawala. Unampa utawala uhalali, ingawa utawala wenyewe ndio hakikandamizi. Lakini sana wanakuja wafanyakazi. Sasa baada ya kuwasikiliza tunawaeleza sheria ilivyo. Tukimaliza tu kueleza sheria, watasema lakini hiyo sio haki. Hiyo sio haki. Hiyo ni sheria ndio, lakini sio haki. Hii ni moja. Ya pili, ningependa na natoa hoja kama tuingize neno lingine katika msamiati wetu wa sheria. Haki jamii, social justice. Ni muhimu sana. Social justice, haki jamii. Hii itatuwezesha kwenda mbali zaidi ya sheria, kuangalia hali halisi ya jamii zetu.
tukiendeleza dhana ya haki jamii, social justice. Mwenzetu mmoja marehemu Wambali aliandika PhD yake ya swala nzima la haki ya kisheria na haki jamii, social justice, na tofauti zake. Generali, kwanza nisema kitu kimoja ambayo yeye hakusema sana. Amesisitiza sana swala la kusoma. Yeye mwenyewe generali huwezi ukamkuta bila kitabu popote pale anakwenda. Mimi nakumbuka safari moja sisi tulienda pale Lushoto sisi nini, yeye atatafuta kiti karibu na dereva, hataki kuwa disturb, anaendelea na kusoma. Nimefurahi sana kwamba huyu kijana mwenzangu anasoma kitabu kinaitwa How We Disappeared. At least one of the persons hapa ana kitabu. Love books, love to read. Kuna tena sisi kama umesoma, kuna insha moja mzuri sana ya Maxim Gorky kuhusu how we loved reading books. Unajua Maxim Gorky hakuenda shuleni kabisa. Maxim Gorky, the famous novelist, hakuenda kabisa shuleni. Kuna autobiography yake, one volume is called My Universities. Na pale anaeleza where he learned. Alikuwa anafanya kazi kwa nyumbani kwa mtu. So kila akipata nafasi anaingia kwenye ethic, kusoma. That's how we read. Kwa ningependa sana kusisitiza jambo hili ambalo jenerali amegusia. Alipotoka chuoni, jana nafikiri aingia Daily News, sio? Okay. Bado iliko Daily News au Standard? Bado iliko Daily News. Standard nafikiri. Yeah. Right. Na wakati walikuwa wanaandika column pale, yeye Nejuka na Philip Ochieng. Okay? Extremely, sio too entertaining, lakini very educated columns. Nejuka, generali, wote walisomea sharia. Nejuka alipokuwa anasoma sheria in second year, nikamkuta anasoma biography ya Trotsky by Isaac Deutscher, volume 3, in second year. Unajua ukisoma vitabu ya kufungilia upana wa ulimwengu wako. Kwa hivyo haya maswali mengine uliniuliza nafikiri ziliko rhetoric. Wewe unajua majina. Your armed robbery ni arms za nani? Ukiwa na silaha arms na ukifanya robbery, then unapelekwa mahakamani for armed robbery. Lakini arms ambazo ni za dola, sio armed robbery ya penal code, lakini bado ni robbery. Bado ni robbery. Tusisahau ile famous passage katika Capital ya Marx. Capital comes into the world dripping from every pore blood and sweat. Sio? Watu wengi sisi hatujui chanzo cha mtaji, chanzo cha capital. It came through robbery. Sio? Came through, yes, plunder and robbery. That's how capital came into the world. It didn't come from hard work na savings and nonsense. Nani anakuwa tajiri kwa savings? Zaidi ukiwa na savings labda utanunua bima tu. Na huwezi ukawa tajiri. Okay? Kwa hivyo, I think there are some of the issues ambazo nafikiri tumezikover. Je, kuna swali lingine hapa? Nimeacha?
Hapana Prof, labda Sasa mwisho hakimu mwenye busara maana yake nini bwana rafiki yangu? Yaani unataka kutuambia kama mahakimu wetu hawana busara? Jamani, usije ukapata shida. Mahakimu wetu na majaji wetu wana busara kubwa sana, ndio maana wanaitwa chief justice, chief wa justice, na watu wenye busara bwana. Asante Prof for the sarcasm. Sasa tulisema tunataka kurudi kwenye, kwa sababu tulitaka ku go through the whole 80 years, the whole 8 decades.